Watu wangu husema sisi ni sehemu ya ardhi hii. Hadithi zetu hazisimuliwi tu, zinaishi katika kila mti, kila mnyama, kila alama ardhini. Ardhi hii imekuwa nyumbani kwetu milele na ni sehemu ya sisi tulivyo. Sisi awali kule nyuma, kabla ya miaka 2000 kule nyuma, ilikuwa ni watu wa kuhamahama. Ni jamii ambazo hawana makazi wa kudumu, ni jamii ambao wanahama, kesho wanahama kwa ajili ya kutafuta malisho. Yaani eneo lolote utakapokwenda, unaenda alafu unaishi pale, unaishi kwenye hiyo kijiji, malisho ikishaisha kwenye hiyo kijiji unaamua tena kuondoka kwenda kutafuta malisho sehemu nyingine, na hutarudi tena kwenye ile eneo ambalo uliondokea. Baadaye ilikuja tukapata taarifa ya kuhusu mpango wa matumizi bora ya ardhi. Tukasema hiyo tutumia kama sehemu ya kuweza kukomboa haya maeneo yetu. Tulipoingia mpango wa matumizi bora ya ardhi, naweza nikasema tumefaidi. Kwa nini tumefaidi? Tuliondokana na vitu vitatu. Kupoteza ardhi haikuweza kupotea mpaka na leo. Lakini pia tukasogea zaidi, tukapata shule. Tukaanza kuwasomesha watoto, jamii wakaepukana na ile tatizo la kuhamahama. Sehemu lingine ambayo tumeufaidi ni kuwa na malisho, ambaye sasa sio malisho kama ile awali. Ikawa ni malisho sasa ya kwamba sasa ni malisho kabisa ambayo hakuna mtu wa kuingia. Ile tatizo la kufahamiwa maeneo ya malisho ikapotea, kwa sababu tayari ni kitu ambacho tumeweka kisheria na tumekubaliana sisi wenyewe. Walikuja kwetu na wazo ambalo hatujawahi kusikia. Walisema tukilinda msitu wetu, watu wa mbali watalipia, si kwa ajili ya kuni au mbao, bali kwa ajili ya hewa safi ambayo miti inasaidia kusafisha. Hii pesa itakuwa yetu kuitumia kwa kile tunachohitaji. Pamoja na manufaa mengine ya fedha ya vitu vya maendeleo na ujenzi na nini, pia kuna manufaa ya mtu moja moja. Tukiwa kwenye mikutano ya wananchi na serikali, wananchi huwa wanaamua kuhusu fedha yao, na kwa sababu fedha ipo, pia wamehamasika kutunza msitu wao vizuri. Kama vijiji vingine ambavyo havina carbon zinatoa mchango kwa kichwa cha mtu shilingi 30,000 au 50, sisi hatutoi. Inabaki hizo 50-30 kuwa manufaa yako. Kwa hiyo hizi hela za carbon imetusaidia kunyanyua uchumi wa mtu mmoja mmoja. Lakini pia kutokana na ubia huu na hifadhi na walinzi wetu ambao umewekwa na wananchi na wanaolipwa na hela ya carbon, msitu wetu umekuwa. Tunapata mazao mbalimbali kama asali na msitu kuongezeka na malisho ya ng'ombe kuongezeka, na hata miti kustawi na msitu kuwa mkubwa, kukua kila siku kwa kiwango ambacho wataalamu wetu wanafahamu wa carbon. Pamoja na hayo, ndugu zetu wa Hadzabe ambao wanategemea matunda, mizizi zinapatikana kwa urahisi ndani ya msitu wetu wa Endamawa, kwa sababu msitu unahifadhiwa, unatunzwa, msitu ni mzuri. Kuna baadhi ya mambo ambayo yanaonekana wazi kwamba jinsi gani tumebadilika. Kwa mfano, kwa hapa kijijini, baada ya kuingia kwenye haya mauzo ya hewa ya ukaa, tumeweza kuzalisha ajira ambazo si ajira rasmi, japo ni ya mkataba kwa baadhi ya vijana. Kwa mfano, wa vijana wetu wanaofanya kazi ya ulinzi wa msitu. Kwa hiyo wale vijana sasa hivi mzunguko kidogo wa maisha unakuwa sawa, tofauti na walivyokuwa wakikaa mtaani. Ilikuwa hawana kipato cha uhakika kama hichi ambacho sasa hivi unapata baada ya kufanya kazi. Na pia kuna baadhi ya maeneo ambayo tunanufaika. Kwa mfano, kunakuwa na lile kombe la hewa ya ukaa la bonde
ambayo inashirikisha vijiji jirani. Kwa hiyo kuna mahusiano hapa ya vijana, kunakuwa na mchezo, ligi inawekwa, lile kombe linashindaniwa, kunakuwa na mahusiano mazuri ambayo yanaletwa na muunganiko huu. Kwa hiyo ni maeneo mengi, mambo mengi sana yamechangiwa na uwekezaji huu. Pesa ni muhimu ndiyo, lakini mabadiliko halisi ni kwamba sisi tuko salama, tunalinda. Sisi ni nani? Datoga na Azabe. Sasa tunasimama kwa pamoja. Sisi ni walinzi wa msitu wetu. Hapo zamani mamabu zetu walikuwa wanaishi na mang'ati au atatoga zamani. Sasa ina maana ni marafiki tangu hapo zamani, walikuwa wanaishi na Dalabeta. Sisi tunaita Dalabeta. Walikuwa wanaishi kwa sababu sisi tumewakuta mababu walikuwa wanaishi nao. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ni watu tunashirikiana, wao watu tunashirikiana, tunatunza mazingira yetu. Mimi natunza mazingira kwa sababu mimi ni muwindaji na nalinda wanyama isipungue. Alafu pia miti yenyewe kuna matunda yangu na kulaga pale, kongolobi, embelebi, mwababe, unaona. Kwa hiyo natunza miti kita na zile matunda yangu, na wao wanatunza miti kwa sababu na majani wanaolisha ng'ombe, kwa sababu wakichezea ng'ombe watakufa njaa. Waya maisha yetu na Asabe mpaka na leo hatuna storia ya ugomvi, lakini ni watu ambao tunaishi pamoja, tunaelewana. Hata baada ya kufanya mpango wa matumizi bora ya ardhi, wao wanatumia asili ya yale miti ya kuchimba chini. Sisi tuna maslahi na majani, wao hana maslahi na majani. Sasa sisi hatuna maslahi na sisi ya mti, sisi tuna maslahi na majani tu. Basi matumizi yetu yakaendana, na haya yote yanapatikana kupitia eneo ambayo iliyotunzwa kama pili porini. Miti inavuta pumzi tena, wanyama wanarudi, na tuko salama nyumbani kwetu. Ni kwamba watoto na wajukuu wangu wataujua msitu huu kama vile mimi nimekuwa nikiujua, ukiwa hai, mchangamfu, ukiwa umelindwa nyumbani, si tu katika hadithi bali katika maisha halisi. Jamii ambazo zinanufaika na mradi huu zimewapa kipaumbele walinzi wa jadi ambao ni VGS katika kulinda mazingira na kuhakikisha mazingira yako salama. Na pia jamii mbalimbali ambazo zimejihusisha na mradi huu zimekuwa zikipata manufaa mbalimbali. Kwa mfano, zimekuwa zikitumia zile pesa kujenga shule, kujenga zahanati. Zingine jamii zimeanza kuweka mipango ya kujenga zahanati, angalau kuweka karibu huduma ya afya kwa ajili ya wale jamii ambao wanatoka mbali kidogo kufika kupata zile huduma. Jamii zote ambazo kwa kweli zimejihusisha na ziko pamoja na Carbon zinapata manufaa mbalimbali kupitia mradi huu, ikiwemo pamoja na vijana wetu ambao ndio walinzi wakuu wa misitu, lakini sio pia wenyewe, hata wanajamii na wananchi pia wanahusika kusaidiana kulinda msitu kwa manufaa ya wanajamii wote. Naweza kusema tu kwa jumla kwamba jamii wapo katika hali fulani ya furaha. Kuna siku nilikuwa namuuliza mwananchi mmoja kwamba hivi Carbon leo ikiondoka itakuwaje? Akasema Carbon ikiondoka leo, kwa jinsi mafuta yetu tumeshazoea, hata michango hatutoi, hali itakuwa mbaya sana, maisha yatakuwa magumu sana.